msaada ulio ndani ya msalaba wa Yesu na namna ya kuupata. Msaada ulio ndani ya msalaba wa Yesu na namna ya kuupata. Msaada ulio ndani ya msalaba wa Yesu na namna ya kuupata. Miaka 2000 iliyopita, siku kama ya leo, kuna tukio kubwa kabisa lililofanyika kwa ajili ya maisha yangu na ya kwako. Ulikuwa ni mpango wa Mungu kabisa kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu, baada ya mwanadamu kwenda tofauti na jinsi ambavyo Mungu alikuwa amekusudia. Kwa hiyo Mungu akaja na mpango mwingine kwa ajili ya ukombozi na wokovu wa mwanadamu. Ndipo akamtoa mwanae Yesu Kristo, akizaliwa katika mwili, akaishi kama tulivyoishi, lakini akiwa na mission moja muhimu ya mimi na wewe, kwa ajili ya kusimama na kurudi kwenye mpango wa Mungu na kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Kwa hiyo Mungu ameruhusu dunia inashangilia, maandalizi mengi yanafanyika, sisemi mabaya, ya vyakula, ya vinywaji, lakini ni vizuri ukasherekea Pasaka ukiwa unajua maana hasa ya Pasaka. Usiende kama mkumbo wa watu wengine wanaofanya, kwa sababu ndani ya Pasaka ama Passover, sadaka kwanza, Pasaka haijawa Pasaka kwanza ama haijawa sherehe. Pasaka kwanza ni jina la sadaka linaloitwa Yesu. Kwa hiyo kabla haijawa sherehe na watu kusherehekea na kufurahia, lakini ni jina la Pasaka, ni jina la sadaka. Biblia inasema Pasaka wetu amekwisha kuchinjwa, ambaye ni Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa tunasherehekea vitu hivi, maana yake lazima tuende mbali, tuangalie kama tuko sawa sawa au tunanufaika vipi na hicho ambacho Mungu alikifanya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo maana nikaja nasoma nasema msaada ulio ndani ya msalaba wa Yesu na namna ya kupata. Issue ya watu sio kuzungumza juu ya msalaba. Haina shida. Lakini namna gani anaweza akapata kile kilicho ndani ya msalaba kwa maisha yake, kwa sababu ndio lengo kubwa. Lengo sio sherehe. Lengo sio kula na kunywa, pamoja na kwamba ndani yake inaweza kuwepo. Lengo ni kujua unapataje hicho ambacho kimefanyika msalabani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ninajua mahubiri yako mengi kwenye TV, kwenye nini, yote hayo, lakini mimi siku zote huwa nina aina yangu ya namna ya kurepresent message ambayo inakuwa na lengo kabisa la kumsaidia mtu atoke kupitia kitendo na mpango ambao Mungu aliuweka. Sasa kama utakuwa tayari, maana yake utajua nimesema msaada ulio ndani ya msalaba wa Yesu. Nimesema wa Yesu kwa sababu pale msalabani kulikuwa kuna msalaba mingine, na nitazungumzia kidogo ili kukupatia precaution. Kulikuwa kuna msaada wa wale wezi wawili, pia ni misalaba hii na ina chumbe zake, pia ni misalaba pia. Lakini nazungumzia msalaba wa Yesu, kwamba kile ambacho msaada wako ambao Mungu ameuweka ndani ya huo msalaba na namna unavyopaswa kuupata. Kwa sababu unapozungumzia msalaba ni kiini cha Ukristo na kina mabadiliko makubwa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza
ile sura ya kwanza ule mstari wa 17 hadi 18, Biblia inasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabadilika. Tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Yalikuwa ni maneno ya mtumishi wa Mungu Paulo akiwaeleza Wakorinto juu ya kile ambacho Mungu alimwitia kufanya. Kwa lugha nyingine, Paulo anawaambia Korinto ya kwamba Kristo hakumpa kazi ya kubatiza watu, bali alimpa kazi ya kuhubiri Injili ama habari njema. Na katika kuhubiri Injili ambayo ni habari njema, hakuhubiri Injili kwa maneno ya kibinadamu. Kwa lugha nyingine, hakuwa na mahubiri au hotuba zenye busara na za kupendeza. Anasema akifanya vile, msalaba wa Yesu utakosa nguvu, utabadilika au utakosa nguvu. Kwa hiyo tunapozungumzia msalaba, Paulo anaeleza wazi ya kwamba kuhubiri kwake hakukuwa baada Yesu alikufa, alisulubiwa, na wewe chunguza kabisa, na wewe angalia kabisa. Sasa ukisikiliza redio na nini, utagundua ni maneno fulani ya busara fulani, ni maneno fulani ya kama vile hotuba fulani zenye kuvutia. Lakini Paulo alisema anapofanya hivyo, ile nguvu ya msalaba inapungua, uweza ulio ndani ya msalaba unapungua. Unapata kitu gani? Paulo anaeleza wazi ya kwamba msalaba ambao tunahubiri ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo sio swala la maneno yenye ushawishi, sio swala la mpangilio mzuri wa kimahubiri, sio swala la nosi vizuri na historia na kila kitu. Msalaba wa Kristo unazungumzia nguvu ya nani? Ya Mungu. Unazungumzia uweza wa Mungu, unazungumzia utukufu wa Mungu, unazungumzia Mungu kujidhihirisha na kujifunua. Huo ndio msalaba tunaozungumza, ambao ukihubiri kwa njia ya kawaida hauathiri watu, haubadilishi maisha ya watu, haugeuzi historia ya maisha yao, bado inakuwa haina maana. Ndio maana nimekwambia, unapozungumzia msalaba, unapozungumzia kifo cha Yesu, unazungumzia nguvu ya Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo msaada ambao Mungu ameuweka katika msalaba wake ni nguvu zake za kuweza kubadilisha maisha ya watu. Ndio maana anasema kwenye 17, maana Kristo hakunituma nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabadilika. Maana yake ukakosa nguvu, maana yake ukakosa uweza, maana yake ukakosa ule utukufu. Unapozungumzia msalaba, unazungumzia nguvu ya Mungu. Alafu anaeleza, anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Angalia maneno, neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi. Maana yake kuna watu ambao unapoanza kuzungumzia habari za msalaba, kwao sio ishu ni maana, kwao sio ishu muhimu, kwao hawaelewi chochote. Na hapa ameeleza vizuri sana, akasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea, hazungumzii msalaba, anazungumzia neno la msalaba, hazungumzii
Chapie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi yanatosha. Hayo makofi yanatosha. Kwa hiyo unaona lugha imebadilika sana kwa sasa. Tunapozungumzia msalaba utaona wengine wameweka masikioni, utaona wengine wamevaa, utaona wengine nilikuwa juzi na angalia kwenye gari moja nilikuwa nakuja nalo, unakuta msalaba alafu umeweka. Kama maana yake ni msalaba. Kwamba si kila msalaba unaoona ni msalaba, kuna mingine ni shida kwenye ulimwengu wa roho. Hapa tunazungumzia ujumbe. Kila msalaba una ujumbe. Msalaba wa Yesu una ujumbe wake, msalaba wale watu wale wezi wawili pia una ujumbe wake. Na Biblia inasema msalaba wa Yesu ndio tunaoangalia kwa sababu ndani yake una kitu cha maisha ya kwetu. Ndani yake una uwezo wa kubadilisha maisha ya kwetu. Ndani yake kuna nguvu ya kujidhihirisha, sio hizo kuweka, sio hizo kujichora. Leo utaona hata wasanii, nitazungumza baadaye, unaona mpaka ni wasanii wamevaa nguo hivi, wao wazi, ukiangalia wamepiga chata ya msalaba. Unasikia ndio huo wa Yesu, sio uwe msalaba mwingine, nitazungumza kidogo. Lakini nachotaka ujue ni kwamba lazima thamani yako na nguvu na uwezo wako uwekeze kwenye msalaba wa nani? Wa Yesu. Ule unazungumzia nguvu ya Mungu, ile unazungumzia uwezo wa Mungu, ile unazungumzia utukufu wa Mungu. Ni nguvu inayotembea, ni nguvu inayodhihirisha. Sio issue ya maneno, wala sio issue ya maneno mazuri ya kuzungumza. Ukizungumzia msalaba na kifo cha Yesu, unazungumzia uwezo wa Mungu katika kumsaidia mwanadamu. Chapie Bwana Yesu makofi. Hakuna wakufanana Mwokozi kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya elewa vitu tunavyoenda kwenye dunia sasa hivi haihusiani na kuvaa, haihusiani na alama. Tunazungumza juu ya nguvu ya Mungu. Ndio maana sema neno la msalaba kwao wanaopotea. Ujumbe ulio kwenye msalaba ndio ishu sio msalaba. Ishu ni ujumbe ulio ndani ya msalaba. Huo ndio unaobadilisha maisha ya mtu. Ule ndio unamfanya mtu kutoka kwenye maskini kwenda kwenye utajiri. Ule ndio unamfanya mtu apokee uponyaji. Ule ndio unamfanya mtu hali yake ibadilishe kabisa. Ni ujumbe aliyogundua ndani ya msalaba ndio unaotengeneza mabadiliko kabisa ya maisha ya mtu. Chapia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo msalaba wa Kristo ni nguvu ya Mungu. Msalaba wa Yesu ni nguvu ya Mungu. Ndio maana haina mambamba, haidanganyi. Utazungumza kama nguvu haijadhihirisha, wewe unazungumza na hekima za kibinadamu ambayo watu wengi kwenye Pasaka hii watasikiliza, watasema, lakini haisaidii. Tunapozungumzia Pasaka, tunazungumzia uwezo wa mabadiliko wa mwanadamu, uwezo wa kumrejesha mwanadamu kwenye mpango wake, uwezo wa kumwokoa tena mwanadamu, uwezo wa kumrudisha mwanadamu arudi kwenye mpango wa Mungu. Ndio maana ya neno Pasaka, Passover. Chapie Bwana Yesu makofi. Sasa usisahau nimezungumza nikakwambia msaada ulio ndani ya msalaba wa Yesu na namna ya kupata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kwa watu wengine ambao wamepotea ama wamekufa kiroho, mafundisho ya msalaba sumu. Lakini kati ya eneo tishio kwenye miliki za giza, utaona baadaye ni jumbe zinazohusiana na msalaba. Adui hana namna, kwa sababu ni hakika Yesu alikufa, alifufuka. Unapozungumzia msalaba unazungumzia uwezo wa Mungu usioshindwa na chochote kile. Amen. Lakini kuna watu unapozungumzia msalaba, ndio usifanye haya mambo kama sherehe. Pika nyama, kula mapilau, lakini pata jumbe za saburi hizi kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yako. Watu watasherehekea hii kinamna, wengine watakuwa kwenye mapombe, wengine kwenye vilabu vya makasino, wengine watakuwa kwenye maeneo, lakini usifanye vitu vya namna hiyo. Hii Mungu alikuwa serious kumsaidia mwanadamu.
Ndio maana aliachilia nguvu zake za msalaba kwa lengo la kumsaidia mtu. Mimi na wewe tuvuke, mimi na wewe tusogee, mimi na wewe tubadilike, mimi na wewe tufuate kile ambacho Mungu anataka. Na nitakwambia kazi yangu mimi ni kukwambia na kuelekeza kidogo tu namna ya kuvuta ile nguvu ili mabadiliko yaonekane. Amen. Ni mpango ambao adui ya kujua. Msalaba ni mpango ambao adui ya kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa watu wengine waliopotea na waliokufa kiroho, mafundisho yanayohusu msalaba yanaonekana ni ya kipuuzi na yasiyoeleweka. Ndio maana nasema kwa wanaopotea ni upuuzi, haieleweki. Leo nikwambia msalaba na nini, utauzungumza tu. Wengine watakuwa nao, wengine watauficha sisi kwenye mchango, wengine haisaidii hiyo. Ishi kwenye ujumbe wa wewe kujua kwamba msalaba umebeba nini. Tuko sawa. Lakini Paulo anasema kwetu sisi ni nguvu ya kutuokoa. Amen. Sema ujumbe wa msalaba. Rudia tena. Sasa twende pamoja. Yohana 3:14-15. Taelewa tu. Kama ulikuwa wewe utaelewa. Kwa nini usielewe? Yohana 3:14-15. Nasema hivi. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. 14. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani. Sikiliza sentensi. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Yako mambo mawili hapa yanazungumzwa, na ili upate picha ya mwana wa Adamu ni vizuri ukapata ishu ya yule nyoka jangwani, ambaye Mungu anasema kama alivyo sawa sawa na yule nyoka alivyoinuliwa, ndivyo hivyo mwana wa Adamu atainuliwa. Haya matukio mawili usipojua utapata kitu ambayo ndani yake ndio yana siri ya kupata kitu. Sema nyoka wa shamba. Rudia tena. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Tuache hapo. Twende Hesabu 21 ili upate picha hiyo ya tukio ambalo hapa linazungumzwa. Hesabu 21. Hesabu 21. Hesabu 21 mstari wa 4. Hesabu 21 mstari wa 4. Si mafundisho ambayo adui anayapenda, lakini ndivyo sasa atafanyaje, hata itabidi ayasikilize tu. Hesabu 21:4-9. Angalia anavyosema. Wakasafiri mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu, ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Sema watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Rudia tena. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa. Sema watu wakamnung'unikia Mungu na Musa. Walianza kwanza kufa nini? Kwa sababu ya nini? Nchi. Alafu yakafuata manunguniko. Mbona watu wakamnung'unikia Mungu na Musa? Mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hichi dhaifu. Bwana akatuma
moto kati ya watu. Angalia ishu ya manunguniko yao, malalamiko yao, kufa kwao moyo. Alafu Mungu alichofanya, akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi, wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea. Sasa wakati wamenung'unika na kulalamika, Mungu alichofanya aliachilia nyoka wa moto. Kwa hiyo wakawa wanaogoga, hawakuwa nyoka wa kuwatania, wakawa wanaogoga walikuwa na sukari, anaogoga. Waliangamia watu wengi sana. Baadaye wakagundua wamekosa, wakaenda kwa Musa wakamwambia, tumekosa kweli, tumefanya manunguniko, tumemnungunikia Mungu, tukakunungunikia wewe, na wewe pia nenda utuombee kwa Mungu. Lengo ni Mungu atusamehe, maana wameomba toba, lakini pili atuondolee hawa nini? Nyoka. Kwa hiyo Musa ameenda kwa Mungu na yale maombi hawa watu, Mungu akampa njia moja tu ya kufanya ili hawa watu wapone, ili hawa watu wafunguliwe, ili hawa watu waepukane na mauti iliyokuwa inawafuata. Mungu akatoa njia moja tu ambayo walipaswa kuifanya ili kusudi ishu yao ipate kuwa settled. Ndicho walichofanya kwenye 9. Maelekezo ambayo Mungu anamwambia Musa, anamwambia hivi, Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka wa shaba. Sema nyoka wa shaba. Ukaiweke juu ya mti. Sema ukaiweke juu ya mti. Na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Sema kila mtu aliyekuwa anaumwa anapoitazama anaishi. Sema kuishi. Kwa hiyo kuishi kwa kutegemea nini? Kuifanyaje? Unaona picha ambayo Mungu anasema kama vile Musa alivyomuinua ile nyoka kule. Alafu watu wakamtazama wakapona, ndivyo hivyo mwana hivyo. Kwa hiyo kuinuliwa kwa mwana wa Adamu kwa watu, maana katikati Mungu anataka kuwaepusha watu na uharibifu. Tuko sawa? Sasa angalia anavyosema. Musa akafanya nyoka wa shaba akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka wa shaba akaishi. Chapia Bwana Yesu. Kwa hiyo sema wale nyoka walikuwa wamesambaa, wanagonga watu, lakini masharti waliopewa ni kwamba watazame nyoka wa shaba. Nafikiri Mungu Musa alimuinua kwenye mlima ili kila mtu amuone na watoto wamuone na kila mtu aliyegonga apate kumuona. Kwa hiyo ishu yao haikuwa kuangalia hawa nyoka waliogonga. Ishu yao kupona kwao ilikuwa ni kuangalia nyoka wa shaba. Haikuwa ishu ya wale nyoka kutoka, haikuwa ishu ya simu ndani kutoka. Ishu ilikuwa ili wapate msaada wa Mungu, walipaswa kuitazama nyoka wa shaba. Alafu Mungu alikuwa anahakikisha wanapona na wanaondolea sumu na wanaendelea kuishi. Kwa hiyo kule kutazama nyoka kulikuwa kunawasaidia wao kuendelea kuishi. Tapia Bwana Yesu makofi. Na ndivyo hivyo wale wanaotazama msalaba, maana yake lazima wataendelea kuishi. Amen. Wale kama waliokuwa wanaishi, wale watu waliotazama nyoka wa shaba, ndivyo hivyo wanaoangalia msalaba wanaendelea kuishi. Wasioangalia nyoka, wasioangalia tatizo, wasioangalia shida, wasioangalia tabu, wasioangalia changamoto, wasioangalia
Rudia tena. Watu wengi wanapokuwa wanaishi maisha kutokana na safari ya changamoto mbalimbali, ni watu wanaoishi kwa manunguniko. Biblia inakataza watu kunungunika. Biblia inasema ukinungunika kuna mwalimu atakuharibu, kuna malaika anayeangamiza atakuangamiza. Upasi kunungunika na kulalamika, hata kama unapita kwenye changamoto aina gani. Shut up your mouth. Wala usimsikizie mtu, wala usianze kunungunika. Kwa nini? Kwa sababu manunguniko yanabeba adhabu. Manunguniko yanakufanya usitazame msalaba, utazame tatizo. Usitazame jibu lako, utazame changamoto. Usitazame kwenye jibu lako, utazame shida. Wana wa Israeli wanaambia leo, msishughulike na hizo changamoto za hao nyoka. Ndiye angeukeni kuangalia kule kule msalabani, ambako ndiko kuna msaada wetu, ndiko kuna nguvu zenu, ndiko kuna neema yenu. Msalaba wa Yesu kwa wale wanaoangalia daima, ndio wanaodumu kuishi na kuwa na uhai na kutembea kwenye uponyaji, na sio watu wanaonungunika na kulalamika. Tuna watu wangapi ambao leo wanaingia wanasherehekea siku ya Pasaka wamejaa manunguniko. Wanamnungunikia Musa, wanamnungunikia Mungu, wanamnungunikia ndugu zao, wanamnungunikia waume zao, wanamnungunikia wake zao, wanamnungunikia rafiki zao. Wale maisha yao ni manunguniko kwenda mbele. Huwezi ukapata msaada kwa sababu manunguniko yanaua uwezo wako wa kuona msaada wako. Haijalishi shida ni kubwa kiasi gani, haijalishi shida ni nzito kiasi gani, macho yako lazima yatazame kule ambako ndiko kuna msaada wako. Tuko sawa? Tuko sawa? Na chanzo cha manunguniko ni kwamba walitembea kwenye ile njia. Biblia inasema wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Ilikuwa ni ndefu. Unajua unaposafiri katika safari ya imani, katikati unakumbana na vitu vingi. Amen. Walikumbana na changamoto kubwa. Walikumbana na vikwazo vingi katika safari yao. Walikumbana na kila aina ya obstacle ili wasifike kule ambako wanafika. Sikwambii kwamba safari ya kwenda kwenye ukamilifu wako ni safari rahisi. Ndani yake ina mabonde, ndani yake ina vizingiti, ndani yake ina vikwazo, lakini cha kukusaidia focus kule ambako unaenda. Angalia msalaba wa Yesu, huko ndiko kuna msaada. Usibabaike na hapa. Wale walifika tu wakachoka, wakafa moyo. Waliokufa moyo wakaanza manunguniko, wakaanza malalamiko, wakaanza kuumia ndani. Walichoka kutokana na njia kuwa ndefu, walichoka kutokana na changamoto za njiani. Ghafla tumaini lao kwa Mungu ikapotea. Ghafla imani yao kwa Mungu ikapotea. Ghafla tegemeo lao kwa Mungu ikapotea. Ghafla walikuwa wamechoka. Sasa Mungu akasema, mnasema mmechoka, sasa tuone. Si mnasema mmechoka, si mnasema mmekufa moyo, si mnasema mmechoka. Haya, kama unasikia na tabia njiata, wewe unalala umechoka, alafu kasikia kuna nyoka ndani, tuone kama utalala. Sasa umechoka maana unaruhusu Mungu atilie nyoka kukugonga. Kwa sababu gani? Usipojua siri hizi ya kwamba maisha ya safari yetu ni maisha ambayo adui hataki tufike, adui hataki tuende mpaka ng'ambo. Sasa namna gani tukae ili tufike salama kule? Ndio watu wengi hawajui hicho kitu. Hakuna maisha ya safari utakayokuta ni rahisi rahisi. Nilikwambia siku moja nilikuwa ninahesabu wale wafalme waliokutana na Israeli wakati wanapambana nao kabla hawajafika Kanaani. Walipambana na wafalme 31 hawajakanyaga Kanaani. Ndio maana unapoona ghafla umechoka, unapoona ghafla umepoteza tumaini tena, uhakika wako umepotea, rudi msalabani, mwambie Bwana Yesu, kwa kweli nikwambie tu kweli. Wala usimfiche Bwana Yesu, kwa kweli hapa nimechoka. Hapa kwa kweli nimechoka. Hii hali ambayo unayopitia nimechoka. Haya mazingira ninayopitia nimechoka. Yameenda muda mrefu sana. Hili tatizo ninalokabiliana nalo nimechoka Bwana Yesu. Kwa kweli hali hii imeshakuwa ni too much. Ninaomba unisaidie Bwana. Ninaomba unitie nguvu tena kwa upya. Ninaomba uniinue tena kwa upya. Ninaomba endelea kutazama, endelea
moyo wako, usinungunike, usilalamike. Ukiona mafuta yameisha, wewe rudi kwa Mungu akutie nguvu. Ndio maana Biblia inasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni kidogo. Omba upako tena mpya wa kuendelea kumwamini Yesu, kuendelea kumtumainia Yesu, kuendelea kumngojea Yesu, kuendelea kumwangalia Yesu. Unapozungumzia Pasaka, unazungumzia watu ambao safari zao zimechukua muda mrefu. Sasa Mungu anaingilia kati ili maisha yao yarudi kwenye hali ya kumwamini na kumtegemea, kwa sababu yeye aliye mwaminifu. Akisema unatoka unaenda mpaka kule, amesema. Akisema ametoka umeponywa, amesema. Yeye sio mtu ataseme uongo, wala sio mwanadamu hata ajute. Anachokisema ni kweli, anachokisema ni kweli. Anasema anachotenda na anatenda anachosema. Hajawahi kudanganya na hatadanganya. Sasa kwenye safari ni lazima uwe na stamina kila wakati ya kuhakikisha kwamba hautoki nje ya leo. Wakati mmoja nilikuwa na vita vikubwa sana. Alafu nikaona kama vinanigharimu. Nilichukua mrefu. Nilimwambia tu mtakatifu mrefu. Sifiki mbali. Sifiki mbali. Atoniambia kipimo cha uhuru wako ni ufahamu wako. Na baada ya kutwist ufahamu wangu ukaelekea kwa Kristo, ndipo nilipata msaada. Watu wanataka wapate msaada wakati wana mawazo yao, wana njia zao, wanatumainia vitu vingine, wanatenda. Huwezi kupata msaada wa msalaba. Msaada wa msalaba unapatikana kwa wale ambao wameng'ang'ana kuangalia msalaba kama sehemu ya msaada wao katika maisha yao na changamoto zao. Chapie Bwana Yesu makofi. Walikufa moyo, walipoteza uvumilivu wao, walipoteza uvumilivu wao kwa sababu ya safari ndefu, kwa sababu ya safari ndefu. Biblia inasema walikufa moyo, kwa lugha nyingine walikatisha tamaa kwa sababu ya njia waliyopita. Walikatisha tamaa, na kulikufa moyo ndio kulizaa manunguniko ndani ya maisha kuliko sababisha uharibifu. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9, Wakorintho wa kwanza 9, Wakorintho wa kwanza 9, Wakorintho wa kwanza 10:9 hadi 10, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza 10:9 hadi 10, Wakorintho wa kwanza 10:9 hadi 10. Akaenda kusema, wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao waliomjaribu wakaharibiwa na nyoka, wala msinung'unike kama wengine wao walionung'unika wakaharibiwa na Mwarabu. Mwarabu wazungumzi wale wanaobarakaisha. Mwarabu maana yake ni malaika anayeangamiza. Unajua mtu anayenung'unika na kulalamika ni mtu asiyeridhika. Haridhiki kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manunguniko si mazuri, yanaleta uharibifu karibu na wewe. Unamnungunikia Mungu kwa sababu hajakuponya, unamnungunikia Mungu kwa sababu hajakufungua, unamnungunikia Mungu kwa sababu hajabadilisha mambo. Ukienda kwa staili hii, msaada wa Mungu ni ngumu sana. Atashughulikia kuhakikisha kwamba anakuangamiza na wala sio kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima ifikie hatua ujitii. Wale watu waliomnungunikia Musa na Mungu walibidi kusimama juu yao. Na hivyo ndivyo Mungu huachilia msaada kwa wanadamu.
25 ameuachilia msalaba. Ameuinua msalaba wake ili kumsaidia mwanadamu na changamoto alizonazo. Ndio maana nasema msaada ulio ndani ya msalaba wa Yesu na nakupata. Amen. 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 Lakini hicho ambacho inabidi kijue ni kwamba wewe unapokuwa katika changamoto unatazama wapi? Kwa sababu tumeona kwenye Wakorintho, tumeona kwenye Hesabu 21 anasema waliambiwa kutazama. Na tumeona kwenye Yohana 12 anasema watakao muamini ndio watapata msaada. Kwa hiyo kutazama ni kuamini. Kutazama ni kuamini. Leo hii wale walipewa tu kutazama. Leo hii sisi tunaenda zaidi kwa sababu sio tu kutazama kwa maana ya kutazama. Kutazama kwa namna ambavyo imani itaumbika ndani. Unatazama kwa namna ambavyo imani inajengeka ndani ya moyo wako. Sio tu kusema umeona msalaba, wewe msalaba, alisulubiwa. Anazungumzia hicho. Anazungumzia kupata kile ambacho msalaba umekiachilia. Unatazama, sio kutazama na moja, unaendelea kutazama na kutazama na kutazama mpaka uhakika umeumbika ndani. Ndipo unaweza kutoka kwenye shida na changamoto ulionayo. Tuko sawa? Tuko sawa? Sio tu kutazama na msalaba wa Yesu ngani unajidanganya, hamna hicho kitu. Unatazama ule ujumbe kwa namna, kwa sababu issue sio msalaba, issue ni ule ujumbe ulio ndani ya msalaba ambao ndio muhimu. Ndio maana unaweza ukarogwa na msalaba wako unao, unaweza ukarogwa na changa zako unazo, unaweza ukapigwa na kila aina ya ushirikina na vitu na utamshi wako unao. Issue sio hicho, issue ni wewe ujumbe huna msalaba ndani ya moyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo issue sio msalaba, issue ni ujumbe wa msalaba. Kwa hiyo wana wa Israeli wangekataa ule ujumbe ambao Mungu alikuwa ameweka kwenye kuinuliwa kwa yule nyoka. Issue alikuwa mti, issue alikuwa yule nyoka, issue ilikuwa ujumbe ambao Mungu aliwachilia kupitia ule mti na ule nyoka. Ujumbe ndio wa muhimu unaomtoa mtu kwenye shida, wala sio mti, wala sio nyoka yule. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anasema kwa hiyo nasema ule ujumbe na maisha neno, kwa sababu ni neno lililosulubiwa. Yesu ni neno lililosulubiwa. Yesu ni neno lililotundikwa. Yeye ni neno la Mungu. Kwa hiyo ule ujumbe wa msalaba ambao Yesu anao kwa ajili yako, ambaye ndani yake imebeba uponyaji, imebeba utajiri, imebeba uzima, imebeba ushindi. Unapotazama ule ujumbe na kuendelea kutazama na kuendelea kutazama mpaka umeumbika ndani. Sio tu kusema ni ule msalaba hapo sasa atazungumzia ule mrafiki mmoja mzuri tu wa kawaida wa zamani, lakini nazungumzia ujumbe ambao ndani yake unajengwa ndani mpaka uhakika wa wale waharibifu kutoka. Ndio maana waliwaambia watazame, walijikuta ghafla wale nyoka wanaondoka na ile sumu iliyokuwa inagonga inaondoka. Kwa hiyo kwa kadri unavyoangalia ule ujumbe, kuna kitu kinaondolewa, kuna uharibifu unaondolewa, kuna shida inaondolewa, kuna magonjwa yanaondolewa. Kadri unavyozidi kutazama ule ujumbe wa msalaba kwamba kwa kupigwa kwake wewe umeponywa, unazidi kuangalia ule ujumbe wa msalaba kila Mungu ni mwaminifu. Kuna kitu kinaachiliwa, kuna kitu kinavurugwa, kuna kitu kinaondolewa. Na hilo fungu lako kwa jina la Yesu. Tuko sawa? Tuko sawa? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa lazima ujue. Kwa hiyo walienda, ndio maana kama imefika tu umechoka, umekata tamaa, umekatishwa safari na safari imekuwa ni ngumu, umekuwa na mawazo yako wewe mwenyewe tu ya
unamtafuta Mungu, alafu unaanza kunung'unika, usije ukamlaumu Mungu, ni wewe mwenyewe. Watu wengi wao wenyewe ndio maadui wa miujiza yao, sio Mungu. Mungu ni mwaminifu sana. Utakapokuwa unazungumza juu ya uaminifu wa Mungu utajua ni mwaminifu sana. Issue ni wewe kutwist na kukubaliana na Mungu. Hao watu walikufa moyo kwa sababu tu. Na watu wengi hawaweke makini, hawaweke wazi mbele za Mungu, wanajifanya wanashaficha. Mungu anajua umechoka. Anajua umechoka. Mwambie Mungu nimechoka. Mwambie Mungu nchi imekuwa refu. Nchi imekuwa ndefu. Mwambie Mungu hii jambo. Wewe uwe wazi mbele za Bwana. Kwamba maisha haya yamefikia hatua Mungu nimechoka. Hii shida imefikia hatua Mungu nimechoka. Hii tatizo Mungu nimechoka. Ninaona nguvu zinapungua. Ninaona nguvu zinapungua. Nisaidie. Unaposema na maana yake yeye anakuletea msalaba. Ndani ya msalaba kuna nguvu zako za kukusaidia uweze kusonga mbele ili upate unachotaka. Chapia Bwana Yesu mkono. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mwambie mwenzako malalamiko yanapofusha macho, utashindwa kuona msalaba. Sema Bwana wangu Yesu, fungua macho yangu ya ndani, nipate kuona kile ulichokiweka kwenye msalaba wako wakati huu wa Pasaka, ambacho kiko kwa ajili yangu na maisha yangu na uhai wangu na uzima wangu na uchumi wangu. Nifungue macho ya ndani, nipate kuona kile ambacho umekiweka, ambacho kina msaada wangu kwa ajili ya utajiri wangu, kwa ajili ya umaskini niliokuwa nao. Yesu nisaidie. Yesu niponye. Chapia Bwana Yesu. Msalaba, mwambie mwenzako msalaba. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Biblia inasema Baba alichukua magonjwa, alichukua madhaifu, alichukua umaskini, alichukua maumivu, alichukua kila kitu pale msalabani, ambacho sio kwa ajili yake, ni kwa ajili yetu. Maana yake kuna package yetu pale kwenye ule msalaba. Ndio maana nasema tunaposherehekea Pasaka tujue hasa Mungu anataka nini kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa msalaba unapohubiriwa kwa watu hauna maana, lakini kwetu sisi kila wakati unapeleka msalabani. Bwana Yesu, niko chini ya msalaba, nisamehe. Ndio maana walipofanya, ukishaona umechoka na mambo maisha yaendi na vitu visogea namna hiyo, rudi msalabani. Rudi wapi? Bwana Yesu, ninashuka na kunyenyekea kwenye msalaba wako. Sizungumzi ule wazo kutafuta uliochoa ama sina. Achana na vitu hivyo. Nenda kwa imani kwamba ninashuka msalabani kwako, unisaidie. Bwana Yesu, hali hii ninajua msalaba wako umefanya mambo mengi kwa ajili yangu. Ninaomba yawe halisi kwa maisha. Tuko sasa? Amina. Tuko sasa? Tuko sasa? Amen. Na tuliona walipata msaada kwa sababu walienda na toba. Walienda na nini? Na toba. Wamenung'unika kwa sababu safari ni ndefu, kwa sababu safari haina mwelekeo. Wamenung'unika ndipo mtakatifu. Kama mtakatifu. Tuko sasa? Sehemu ya pili nataka tuzungumzie tena ni kwamba